Chalamanda mzee wangu. Yeza. Mambo vipi? Mungu ni mwema. Safi kabisa. Kama kawa. Kipa wa mpira nimekutana naye bwana leo. Hujakosea. Watu wanatamani kumjua Chalamanda. Ukimwongelea Chalamanda ni kipa namna gani, historia yake alianzia wapi mpaka sasa hivi uko JKT Tanzania. Chalamanda ni binadamu tu wa kawaida. Simeelewa. Sija tukajua ni jini nini, ni binadamu tu wa kawaida. Na ni mchezaji, ni goalkeeper. Niko JKT sasa hivi, lakini chimbuko langu nilianzia Namungo, short tu, nakupa short, nilianzia Namungo nimecheza daraja la 3. Sawa, daraja 3 kwenda daraja 2 nikachana nayo, nikaenda Madini Sports Club, daraja 2. Nikacheza daraja 2, mashindano ya FA, Mungu akanijalia. Nikapiga tucheza mechi na Simba nakumbuka, tukafungwa 1. Lakini pale ndio kwa mwanzo safari yangu, lakini nimetokea Madini Sports Club ya Arusha. Kenda Kagera Sugar nimekaa toka 2017 18 kama sikosei, kama 16 17 hapo. Nikacheza Kagera Sugar mpaka msimu jana. Ndio nimekuja JKT. Bwana Chalamanda, mimi washikaji zangu bwana nikikaaga nao naambia huyo kipa mbona mfupi lakini anakuwa sana michomo afu kama anaonekana kibonge hivi. Chalamanda tuambie kuna uhusiano gani kati ya goalkeeper na kuwa mchezaji mrefu au mfupi kwenye goalkeeping? Wewe unaonaje mimi mfupi? Kama mimi tumelingana baba. Kweli? Kumbe naweza nikaa kipa na mimi. Kipa sio mbile. Kipa ni talenti. Sawa? Sasa wewe tuchukue kwani warefu wako ngapi hapa? Nimpe glove akakae pale golini. Hapo wengi. Sio urefu, sio nini. Kwa hiyo Makaseja ni mrefu. Kwa kawaida tu. Blaza Kado mrefu naye? Mfupi sana. Lakini Tanzania sio wamefanya vitu hapa. Kaseja Tanzania wao nimekuwa hapa. Kado anajua. Kwa hiyo umbile sio lakini pia linaweza likawa nzuri kwa upande wa goalkeeper. Umeona, lakini mimi naamini sio kuwa na umbile kubwa ndio utakuwa unajua kudaka, sio hamna. Kawaida. Pengine kipa gani wewe anakuvutia hasa kwenye ligi yetu? Wengi wanafanya vizuri. Siwezi kumention nani, lakini wengi wanafanya vizuri kwenye nafasi zao. Mimi nawaheshimu. Mimi natamani unitajie wawili watatu tu ambao unawaangaliaga sana na wanakuvutia. Tanzania wanafanya vizuri wengi. Mimi usinichonganishe na watu kaka. Kade mbona nikimbia? Uje kuwa na role model sio kitu kibaya, yani kwa na mtu ambaye unampenda, unamfuatilia sio kitu kibaya na ukamappreciate kiwango chake anachokionyesha kwako wewe binafsi. Role model mimi hapa Tanzania sasa hivi mimi nampenda Said Mohamed. Nduda ni bro, hata mwenye anajua. Shabani Nduda Saidi Mohamed Nduda, Said Nduda. Said Nduda bwana ni bro ambao mimi nilikuwa nampenda na mimi mwenye anajua. Na appreciate uzuri wake toka zamani na yeye mwenyewe anajua kitu hicho. Kwa hiyo binafsi alikuwa Nduda, lakini sasa hivi wengi tunaangalia kitu kizuri, naangalia kitu kafanya kitu kizuri kibaya, kipi nikichukue kitu chake ni hivyo. Lakini wengi wanafanya vizuri kwenye sekta zao. Mimi nataka tuongelea ma goalkeeper ambao tunaweza kusema ameleta uzinduzi fulani goalkeeper wa kigeni. Kuna Jiki Diara, kuna Musa Kamara Pimpi na ambaye aliumia lakini tumemwona msimu uliopita, lakini kuna mtu anaitwa Jibril Kasari amemsajili pale Simba. Pengine kati ya hao watatu kipa gani anakuvutia? Wewe lengo lako nini? Mbona unachonganisha na watu? Maana naona kabisa yani unaenda unataka unachonganisha na watu. Binafsi nishakwambia naangalia kazi ya makipa wengi. Sawa? So Diala, sio Kamara, sio nani, Yakubu, nani. Wengi naangalia. Mimi naamini kila mtu anaangalia kazi yake. Simeelewa bwana. Kazi yangu naendaje? Nani kafanya nini kizuri? Binafsi kwenye upande wangu naweza nikakichukua kile kitu kizuri nikakifanya kwangu mimi sawa. Nani kafanya kitu kibaya niachane nacho, nini ni hivyo. Lakini mimi naamini makipa wengi ni wazuri, wengi wanafanya kazi nzuri kwao. Jana anafanya vizuri, Kamara alifanya vizuri, ameumia, Yakubu akaja akafanya vizuri. Pia kipa mgeni naye anafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naamini tuendelee kupambana kwa sekta yetu ya goalkeeper. Mwanangu leo wachezaji wengi wa JKT nimeongeana kwenye swala zima la misosi. Kuna misosi fulani wamesema waipendi. Pengine kwa kweli kuna msosi gani uelewi kabisa? Msosi ambao mimi binafsi sipendi ndizi. Mimi sipendi ndizi binafsi. Yaani ndizi ni changamoto zinanishinda kweli. Yaani sijui kwa nini lakini zinanishinda ndizi. Yaani ndizi mimi sipendi, lakini na ugali pia nakula lakini sio mpenzi sana ugali. Yaani kwamba eti kwa wiki yani ugali ukikosa ugali kwamba mimi nitahuzunika moyoni, jambo kwangu halipo hiyo. Lakini ndizi hata zikikosa kabisa mimi kwangu mi fresh. Ndizi sipendi. Ndizi za
za kuchemsha, sijui inaita mimi kwangu sipendi. Ina maana hapa camp siku akipika ugali unaona leo bwana leo tafurani. Napiga ugali, napika. Nimekwambia mimi ugali napiga, lakini sio mpenzi sana ugali, lakini nategemea ugali na kula mboga gani. Mimi sipendi ugali na mboga za mchuzi, yani mchuzi. Ugali vitu vikavu vinaenda. Umeona? Kwa hiyo ukipika ugali kuna vitu vikavu vizuri nafurahia. Wakipika mchuzi basi nadonoa basi nakula kitu kingine. Lakini ili mradi nisiharibu programu ya timu. Bwana, kuna kipa mwenzako hapa, kipa namba 2 Gonzo. Pengine ni kipa namna gani? Sababu ni kijana mdogo lakini anaonekana anafanya vitu fulani vikubwa. Pengine ni kipa namna gani, unamuona wapi? Sio Gonzo tu. Sisi tumejaliwa, mimi sio muongo hapa. Tuna makipa, yani sisi makipa Mungu ametujalia, tuna mwendelezo mzuri. Gonzo yote akipata nafasi tunaona anacheza vizuri, kwa sababu yote kwa yote mimi naamini tunaishi kwa upendo. Tunaishi kwa upendo na tunajituma sana. Mwalimu awepo, mwalimu asiwepo, yani siku ile mwalimu anaweza kupata dharura lakini tukao wenyewe tukasikilizana, tukaheshimiana. Mimi naamini kwamba ni hivyo, nyakati zikifika anafanya vizuri, siku akipata nafasi mtu mwingine. Yaani nafika muda mwalimu anachagua ni nani aanze naye. Lakini upendo wake namuona mbali kwa sababu ndio hivyo, anapata nafasi, anacheza, anaonyesha. Namuona mbali pia. Kila mtu ninayemuuliza kuhusu JKT, nani mchezaji msumbufu, kila mtu ana point. Karim, kwako mchezaji msumbufu akiwa camp ni mchezaji gani? Huyo dogo, sio unaona kapita kaongenia. Udogo changamoto sana. Udogo changamoto, lakini sio mbaya kwa sababu sijua kwetu kule. Karimu Lindi, sasa Lindi unajua. Lindi unajua changamoto. Karimu ni wa Lindi. Kwa hiyo huyu ni wa kwetu kabisa Karimu. Kwa hiyo ana changamoto huyu Karimu. Sio basi kapita hapa kazingua. Hauwezi kupita kimya, yani ni changamoto udogo. Mwanangu, tumalizie. Nitajie top 4 yako msimu huu, unaionaje? Ligi inaenda kuishi na top 4 wako ni wapi? Ni mapema sana kusema hivyo. Ni mapema kusema kwa sababu sasa hivi hamna mnyonge. Na sasa hivi bwana, hii ngoma inaenda ukingoni. Kila mtu anataka amke alikolala. Kwa hiyo top 4 mimi sipendi kuwa muongo bwana. Sipendi kuwa muongo. Naweza nikakwambia bwana mtu fulani lakini asiwe huyo. Mimi binafsi yote ambaye anaweza kufanya kazi afanye kazi, bado nafasi ipo pale juu. Kila mtu apambanie nafasi yake. Kwa hiyo nikwambie nani nitakuwa nakudanganya, sitaki kuwa muongo. Kwa hiyo kila mtu anaweza kufanya chochote na anaweza kufika kule, kiangalia bado muda upo na mechi ziko nyingi. Kwa hiyo ni mapema sana kutabiri hilo. Mwalimu kijana Ahmed Ally ni mwalimu wa namna gani? Ni mwalimu mzuri. Anaishi na wachezaji fresh, yani si muda mwingine tunamuita baba kwa sababu uko na changamoto za kimpira atakusaidia, uko na changamoto za mambo hata nyumbani nini, ukimuelezea anaweza kukusaidia. Kwa hiyo ni mwalimu ambayo binafsi sisi kama baba kwetu. Kama sijakosea mwalimu wako wa goalkeeping ni mwalimu Fatuma. Pengine hatujazoea kuona hivi vitu, yani mwalimu hakika kuwafundisha wanaume. Mwalimu Fatuma ni mwalimu wa namna gani? Fatuma ni mwalimu mzuri. Ni mzuri kuangalia. Si ndo alimpeka ni mtu wa kubwa, si ndio? Kwa hiyo paka kitendo cha mkubwa kumuona kipa ambaye anafundishwa na mwanamke unadhani nini? Yakubu hajaenda kwa sababu Yakubu eti ni jina. Amefanya kazi na maana watu wamefaje? Wameiona. Na maana hiyo kazi aliyofanya na maana imetoka wapi? Training. Kwa hiyo tu inakupa picha ni mwalimu wa aina gani. Ni mwalimu mzuri, anaweza kufanya chochote na anaweza kumsaidia kipa yote akawa bora. Binafsi kwangu mimi salute. Bwana, mimi nimemaliza. Asante. Sawa.